Habari za muda huu ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Congo Post News. Natumaini kwamba wewe ni mzima wa afya popote ulipo unapoendelea kutega sikio au kututazama kupitia mtandao wetu wa YouTube. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share, na mswahili wanasema una comment, una partage, una jiabone ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video na ukatupatia maoni yako au ukatujuza endelea kutufuatilia ukiwa maeneo gani, na hapo unaweza kutupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Karibu katika taarifa yetu habari za jioni ya leo. Mvutano wa kiusalama umeripotiwa katika eneo la Lukaraba wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hali ya taharuki imewalazimu wakazi wengi kuyahama au kukimbia makazi yao kwa muda. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mvutano huo unahusisha wanajeshi wa serikali FARDC na makundi ya wapiganaji wa jadi maarufu kama Wazalendo. Ingawa sababu kamili za mvutano huo bado haujawekwa wazi, inadaiwa kuwa ni kutokana na kutokuelewana kuhusu udhibiti wa maeneo na majukumu ya kiusalama. Mashuhuda wanasema milio ya risasi ilisikika katika baadhi ya maeneo ya Lukaraba, hali iliyozua hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Wananchi wakiwemo wanawake na watoto walazimika kukimbilia misituni au katika vijiji vya jirani wakihofia usalama wao. Baadhi ya wakazi waliozungumza na waandishi wa habari walisema hali hiyo imekuwa ya ghafla na ya kushtua, hasa ikizingatiwa kuwa vikundi hivyo viwili kwa nyakati nyingine vimekuwa vikishirikiana katika kupambana na makundi ya waasi. Mvutano kati ya jeshi la serikali FARDC na Wazalendo unazua wasiwasi mkubwa kwa wadau wa amani na usalama, kwani unaweza kuzoofisha juhudi za pamoja za kurejesha utulivu katika eneo la Walikale ambalo tayari limekuwa likikumbwa na changamoto za kiusalama kwa muda mrefu. Viongozi wa kijamii ya kiraia wanatoa wito kwa pande zote mbili kujizuia na kutafuta suluhisho ya amani kupitia mazungumzo ili kuepusha madhara zaidi kwa raia ambao ndio waathirika wakuu wa mgogoro huo. Kwa sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya watu walioumia au kupoteza maisha, lakini mashirika ya misaada yanaeleza kuwa kuna uwezekano wa kuongezeka kwa mahitaji ya kibinadamu iwapo hali hiyo itaendelea. Mamlaka za eneo hilo zinatarajiwa kuchukua hatua za haraka ili kurejesha utulivu na kuhakikishia wananchi usalama wao, huku juhudi za kuwarudisha wakimbizi katika makazi yao zikiendelea. Tukio hili linaonyesha kwa mara nyingine changamoto za uratibu kati ya vikosi vya usalama na makundi ya kujilinda na umuhimu wa kuweka mkakati madhubuti wa usalama unaozingatia maslahi ya raia. Hali ya usalama endelea kuzorota katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia taarifa za dharura zinazoeleza kutekwa nyara kwa zaidi ya vijana 215 katika kijiji cha Ngungu. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na wanachama wa jamii ya kiraia, vijana hao wametekwa katika kipindi cha siku 2 zilizopita, wakihusishwa na waasi wa kundi la M23 linalodaiwa kushirikiana na vikosi vya RDF. Tukio hilo limezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku familia nyingi zikiwa hazijui hatima ya watoto wao. Wakilishi huyo wa jamii ya kiraia amelaani vikali kitendo hicho, akieleza kuwa si tukio la kwanza bali ni sehemu ya mfululizo wa utekaji unaolenga kuwashurutisha vijana kujiunga na makundi ya waasi. Ameongeza kuwa maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa waasi wa M23 yamekuwa yakishuhudia vitendo vya uajiri wa lazima hasa kwa vijana. Wakazi wa Ngungu na maeneo ya jirani wanaripoti kuwa hali ya hofu imeongezeka, huku baadhi ya familia zikianza kuwaficha watoto wao au kimbia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi au maeneo yanayodhibitiwa na serikali kwa ajili ya usalama. Hali hii imeongeza wimbi la wakimbizi wa ndani na kuzidisha changamoto za kibinadamu katika eneo hilo ambalo tayari linakabiliwa na ukosefu wa huduma muhimu.
Kwa upande wake hakuna taarifa rasmi iliyotolewa mara moja na waasi wa M23 kuhusiana na madai hayo. Hata hivyo, mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na mamlaka za serikali kuchukua hatua za haraka kulinda raia, hasa vijana ambao wako hatarini zaidi. Wachambuzi wa usalama wanasema kuwa utekaji wa vijana kwa ajili ya kujiunga na makundi yenye silaha ni ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu na unaweza kuchochea zaidi mzunguko wa kuvuruga au mzunguko wa vurugu katika eneo hilo. Wanasisitiza umuhimu wa kuimarisha ulinzi wa raia na kuongeza juhudi za kidiplomasia ili kumaliza mzozo unaoendelea. Kwa sasa familia nyingi zinaishi katika sintofahamu zikisubiri habari za wapendwa wao, huku hofu ikiendelea kutanda katika maeneo ya Masisi. Hii ni hali inayodhihirisha ukubwa wa changamoto wa kiusalama katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na haja ya suluhisho la kudumu ili kulinda maisha ya raia wasio na hatia. Katika eneo la Lubero mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inaonekana kurejea taratibu baada ya vikosi vya jeshi la serikali FARDC kufanikiwa kurejesha baadhi ya maeneo yaliyokuwa yamekumbwa na mapigano. Akizungumza mbele ya wakazi wa maeneo ya Katondi, Kasima na Kipese, msimamizi wa wilaya Lubero Kanali Anle Kiwewe Mitela alitoa ujumbe wa kuhimiza umoja na mshikamano miongoni mwa wananchi. Katika hotuba yake alisitiza kuwa hakuna ukabila nchini Kongo, akitaka jamii kuachana mgawanyiko ya kikabila ambayo inaweza kuhatarisha amani iliyopo. Kanali Mitela alieleza kuwa kurejea kwa maeneo hayo chini ya udhibiti wa jeshi la serikali ni hatua muhimu katika kurejesha utulivu na kuwaruhusu wananchi kuendelea na maisha yao ya kawaida. Aliwahimiza wakazi kushirikiana na mamlaka za usalama ili kudumisha hali hiyo na kuzuia kurudi kwa makundi ya waasi. Kwa mujibu wa mashuhuda waliokuwepo, wakazi walipokea ujumbe huo kwa hisia tofauti, huku baadhi wakionyesha matumaini ya kurejea kwa amani ya kudumu na wengine wakionyesha tahadhari kutokana na uzoefu wa mapigano ya mara kwa mara katika eneo hilo. Kwa miezi kadhaa iliyopita, maeneo ya Lubero yamekuwa yakishuhudia hali ya sintofahamu ya kiusalama, ikiwemo mashambulizi ya makundi yenye silaha na kusababisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao. Hali hiyo ilisababisha pia changamoto kubwa za kibinadamu, ikiwa ni pamoja na uhaba wa chakula, huduma za afya na makazi. Hata hivyo, kurejea kwa jeshi la FARDC kunachukuliwa kama hatua ya matumaini kwa wakazi wengi, ingawa wadau wa kiraia wanaendelea kusisitiza umuhimu wa hatua za kudumu zaidi, ikiwemo mazungumzo ya amani na ulinzi wa raia. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa kauli ya kupinga ukabila iliyotolewa na msimamizi wa wilaya ni muhimu katika kipindi hiki nyeti ambapo jamii zinahitaji kuimarisha mshikamano ili kujenga amani ya kudumu. Kwa sasa, juhudi zinaendelea kuhakikisha huduma za msingi zinarejeshwa katika maeneo yaliyokombolewa, huku mamlaka zikiahidi kuendelea kulinda usalama wa wananchi. Hali hii ni hatua nyingine katika mchakato mrefu wa kurejesha amani katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo limekuwa likikumbwa na migogoro ya muda mrefu. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari tofauti toka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi acha tukuunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Ujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump atangaza kuongeza muda wa kusitisha mapigano na Iran hadi mazungumzo kati ya nchi hizo yatakapokamilika. Nigeria yarekodi kisa kipya cha COVID-19 ikiwa ni cha kwanza tangu mwaka 2022. Na ripoti mpya kutoka Afrika Kusini inaonya kwamba kuendelea kutumia makaa ya mawe kutasababisha vifo vya watu 32,000 kufikia mwaka 2050.
Sababu mji mkuu ni chembe ndogo sana za vumbi zinajulikana kama PM2.5, na ni chembe ambazo hazionekani kwa macho, lakini upenya ndani kabisa ya mapafu na kuingia kwenye mfumo wa damu na kusababisha magonjwa ya moyo, kiharusi, saratani ya mapafu na magonjwa sugu ya kupumua. Siku ya Jumatano leo ya Aprili 22 mwaka 2026. Kwanza mwenzangu Sarafina Robi anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Sarafina, karibu. Asante sana Skola. Nikianza moja kwa moja ni kwa waziri mkuu wa Pakistan amemshukuru rais wa Marekani Donald Trump kwa kukubali kuongeza muda wa usitishaji mapigano na Iran. Shehbaz Sharif anasema anatumai pande zote zitaendelea kuzingatia usitishaji huu na kuhitimisha makubaliano ya amani kwa kina katika duru ya pili ya mazungumzo katika mji mkuu wa Pakistan, Islamabad. Haijabainika ni lini mkutano huu wa amani utafanyika. Ikulu ya White House inasema makamu wa rais JD Vance ambaye aliongoza ujumbe wa Marekani katika duru ya kwanza ya mazungumzo hataelekea Islamabad wakati huu. Kundi la Lebanon Hezbollah linasema kuwa limerusha ndege zisizo na rubani pamoja na roketi kaskazini mwa Israel. Kundi hilo linaloungwa mkono na Iran linasema mashambulizi hayo ni jibu la ukiukaji wa usitishaji mapigano uliofanywa na Israel, ambayo inasema ililenga raia na kuharibu makazi. Israel inasema Hezbollah iliwarushia makombora wanajeshi wa Israel kusini mwa Lebanon na kurusha ndege moja isiyo na rubani kuelekea kaskazini mwa Israel. Inasema vile kwamba ndege hiyo isiyo na rubani ilidunguliwa. Waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam ambaye alizuru Pahi anasema nchi yake inahitaji dola milioni 600 za msaada wa kibinadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekutana na waziri mkuu wa Haiti Alex Didier Filjaim kusisitiza umuhimu wa kuimarisha usalama ili nchi hiyo iweze kufanya uchaguzi. Zaidi na David Mkia. Hapo awali Chad ilisema itapeleka wanajeshi 1500 nchini Haiti kama sehemu ya kikosi cha kimataifa kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kusaidia kukabiliana na ghasia za magenge yaliyoenea. Umoja wa Mataifa unasema kwamba magenge yameongeza udhibiti wao zaidi katika mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, katika mwaka uliopita. Nchi hii ambayo ni maskini zaidi katika bara la Amerika Kaskazini ina miongoni mwa viwango vya juu zaidi vya mauaji, ubakaji na utekaji nyara duniani. Na kampuni ya ChatGPT imekanusha kuhusika katika ufyatuaji wa risasi nchini Marekani baada ya waendesha mashtaka Florida kuanza uchunguzi wa jinai katika kampuni hiyo. Mwanasheria mkuu wa serikali James Othmere anasema ChatGPT ilitoa ushauri kwa mtu anayetuhumiwa kuua watu wawili katika chuo kikuu mwaka jana. Othmere anasema ikiwa ChatGPT ni mtu, ingekuwa inakabiliwa na mashtaka ya mauaji. OpenAI inasema mauaji hayo ni janga kubwa, ile ikasema teknolojia yake haihimizi shughuli haramu au hatari. Hii ni BBC. Na huu ni muktasari wetu wa habari za ulimwengu uliowasilishwa kwako hapo na mwenzangu Sarafina Robi, yuko studio zetu za Nairobi. Matangazo yanaamka na BBC msikilizaji, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC na tunakutangazia kupitia pia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikiliza kupitia Lizard Radio na Radio Muungano. Kule Beni nchini Tanzania Radio Kwizera Ngara, Radio Free Africa, Radio 1 na CJFM. Kenya Mwenedu FM, Most FM. Uganda Radio Paidha, Radio Lira na Radio Kitara. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia msikilizaji ukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais Donald Trump ametangaza kuongeza muda wa kusitisha mapigano na Iran hadi mazungumzo yatakapokamilika. Katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii, Trump anasema vikwazo vya Marekani kwa bandari za Iran vitaendelea hadi Tehran iwasilishe kile alichokiita pendekezo la pamoja. Makubaliano kati ya pande hizo mbili yalikuwa yametarajiwa kukamilika leo Jumatano. Bwana Trump anasema ameombwa aache kushambulia Iran na Pakistan ambaye amekuwa akifanya kazi kama mpatanishi. Zaidi na Sarafina Robi.
Waziri Mkuu wa Pakistan amemshukuru Rais wa Marekani Donald Trump kwa kuendeleza muda wa usitishaji vita na Iran ambao muda wake ulikuwa umekaribia kumalizika, na kuzitaka pande zote mbili kuendelea na mazungumzo. Ila mshauri wa mpatanishi mkuu wa Iran na spika wa bunge Mohammed Bakir Kaligaf anasema katika mtandao wa X kwamba kuendelea kuwepo kwa vizuizi vya Marekani kwenye bandari za Iran hakuna tofauti na mashambulizi ya mabomu na ni lazima wakabiliwe kijeshi. Kabla ya tangazo la Rais Trump kwamba ataongeza muda usitishaji vita na Iran, Marekani imetaka kudumisha kampeni yake ya shinikizo la kiuchumi kwa serikali ya Iran. Katika taarifa iliyotumwa kwa wanahabari mjini Washington, ofisi ya Wizara ya Hazina ya Marekani ya udhibiti wa mali za kigeni OFAC ilisema kuwa inawekea vikwazo watu 14 mashirika ya ndege yaliyo Iran, Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu kwa ununuzi wao na kusafirisha silaha kwa niaba ya serikali ya Iran. Hii ina maana kwamba mali na maslahi yote katika mali ya wale walioteuliwa walio nchini Marekani au katika utawala wa Marekani vimezuiwa na lazima viripotiwe pamoja na mashirika yoyote yanayomilikiwa moja kwa moja au kwa njia isiyo moja kwa moja 50% au zaidi na kila moja ya taasisi. A bread like this was 35 tumors about 3 months ago. Now it's 3 times more. Raia wa Marekani pamoja na wasio raia nchini Marekani au hata wanaopita Marekani pia wamepigwa marufuku kufanya miamala yoyote na taasisi hizo. Kwa mujibu wa serikali ya Marekani, mashirika haya yamekuwa yakifanya kazi ili kuisaidia Iran kuunda upya uwezo wake wa kutengeneza ndege zisizo na rubani na makombora ya balistiki ambayo yaliathiriwa sana na mashambulizi ya Marekani na Israel wakati wa operesheni ya Epic Fury. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anakubaliana na tangazo la Rais Trump la kuongeza muda wa usitishaji mapigano, kwa mujibu wa msemaji wa ofisi yake. Stefan Dujarric anasema hii ni hatua muhimu katika mchakato huu wa kuunda nafasi muhimu kwa diplomasia na kujenga imani kati ya Iran na Marekani. Na asante Sarafina Robi. Nigeria imerekodi kisa kipya cha COVID-19 kusini mwa jimbo la Cross River. Hii ni kwa mujibu wa taarifa kutoka mamlaka za eneo hilo, ikiwa ni kisa cha kwanza tangu mwaka 2022. Zaidi na Esther Luambano. Maambukizi hayo yanamhusisha raia wa China anayefanya kazi na kampuni ya ndani. Hii ikiwa ni kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Nigeria. Akimnukuu kamishna wa afya wa serikali Dr. Henry Ayuk, amesema mtu huyo alisafiri kwa ndege hadi Nigeria kutoka China Machi 17 na baadaye akaugua, na hivyo kumfanya kuhamishwa kutoka katika kituo cha serikali hadi hospitali ya mafunzo ya chuo kikuu cha Calabar ambapo vipimo vilithibitisha kuwa na COVID-19. Maafisa wa serikali wanasema hali ya mgonjwa huyo inaendelea vizuri na kusisitiza kuwa itifaki za afya zilizowekwa zilifuatwa kabla ya kuthibitishwa. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Nigeria NCDC pia kimethibitisha kisa hicho. Taarifa yake imesema mgonjwa huyo ametengwa na anapokea huduma kwa mujibu wa miongozo ya kitaifa. Imeongeza kuwa hakuna ushahidi hadi sasa wa maambukizi makubwa na ufuatiliaji wa mawasiliano na hatua za kuzuia maambukizi zilizoamrishwa kwa ushirikiano na mamlaka ya afya ya serikali. Maafisa wanasema kwamba muda wa ugonjwa unaonesha kwamba mtu huyo anaweza kuwa ameambukizwa virusi ndani ya nchi baada ya kuwa dalili ziliibuka zaidi ya kipindi cha kawaida cha siku 14 baada ya kusafiri. Shirika la Afya Duniani WHO linasema COVID-19 inaendelea kusambaa duniani kote, lakini kwa ujumla katika viwango vya chini na tulivu. Takwimu za hivi majuzi za uchunguzi wa WHO zinaonyesha kuwa shughuli za SARS-CoV-2 bado ni za kawaida kote ulimwenguni, na ongezeko la mara kwa mara la kikanda pamoja na sehemu za Afrika, ingawa magonjwa na vifo viko chini sana ikilinganishwa na kipindi kile cha mlipuko mkubwa. Ni taarifa yake Esther Luambano. Na matibabu ya saratani ya matiti yanaweza kusababisha matatizo ya kiafya muda mrefu, ikiwa ni pamoja na mikono kuvimba, lakini pia pamoja na uchovu. Hata hivyo, kikundi cha wanawake huko Hispania kinapambana na ugonjwa huo kwa msaada wa kurusha mishale. Wanasema hilo limewasaidia sana na linawapa nafuu kubwa, kama inavyoeleza ripoti ya Claire Betts ambayo inawasilishwa hapa na Phyllis Mwate. Hawa ni Pink Arrows,
Kundi la wapiga mishale ambao wote wanajiuguza kutokana na saratani ya matiti. Wanawake hawa hufanya mazoezi ya upigaji mishale hapa kila wiki. Mazoezi haya huwasaidia kuboresha nguvu zao na namna wanavyotembea, na pengine muhimu zaidi ni sehemu ya kukutana na kuzungumza kuhusu kile wanachopitia. Na mchezo huu umeleta faida nyingine ya kushangaza. Umewasaidia wanachama wengi kudhibiti maumivu yao. Nilipoanza upigaji mishale mkono wangu ulikuwa umevimba sana, lakini sasa naweza kuinua mkono wangu kikamilifu na pia uvimbe umeisha. Lymphedema ama uvimbe wa tishu ni athari ya kawaida ya matibabu ya saratani ya matiti. Husababisha mkusanyiko wenye maumivu wa maji katika sehemu ya juu ya mwili. Mari huenda kwenye klabu ya upigaji mishale kila wiki ili kusaidia kudhibiti hali yake. Mtaalamu wake wa tiba ya viungo ameona jinsi wagonjwa wake wote walivyoimarika walipoanza upigaji mishale. Faida kuu ni kuimarika kwa viungo. Zaidi ya hapo, mfupa wa bega hupata nguvu pamoja na sehemu ya mkono. Kuvuta na kuachia upinde huboresha mtiririko wa maji ya uvimbe. Pia inaaminika sana kwamba mtetemo wa upinde husaidia. Hii huunganishwa na masaji na bendeji za kubana ili kupunguza dalili zao. Nimeona visa ambapo uvimbe wa tishu umepungua na hata viungo vimepata nguvu. Pink Arrows wanafundishwa na mpiga mishale bingwa Ana Kano. Alipata wazo kutokana na jaribio lililofanikiwa hospitalini Madrid, na ameona kuwa limewasaidia wanawake hawa kiafya, kimwili na kiakili. Lazima waendelee na maisha yao. Wana watoto, wengine wana kazi. Hivyo maisha yanaendelea na hayawezi kusimama. Wanapokuja hapa kwa pamoja husahau kila kitu, na wanapoondoka kila mmoja hubaki peke yake. Mara nyingi silali vizuri, lakini usiku unaofuata baada ya upigaji mishale kawaida hulala vizuri sana. Makundi kama Pink Arrows yameanza kuenea kote Uhispania, na sasa kuna mashindano ya kitaifa kwa watu ambao wamepata matibabu ya saratani ya matiti. Ni taarifa yake Claire Betts, imewasilishwa hapo na Phyllis Mwate. Na sasa tunakwenda viwanjani. Oh yes. Huyo ni mzee wa jezi nambari ngapi? Mimi jezi yote nyekundu na nyeupe za kwangu. Oh, bora umesema na nyeupe. Na washajua ni timu gani wewe? Simba, mimi Manchester. Kuna shida mama? Hakuna. Ligi kuu soka England imeendelea usiku wa kuamkia leo kwa mchezo mmoja ambapo Brighton imeichapa Chelsea 3-0 katika mchezo ambao wachambuzi wa soka wanasema Chelsea ilicheza hovyo na kuwa na muendelezo wa kudondosha alama. Pale La Liga, Mbappe na Vinicius Junior wakafunga goli moja kila moja na ikaondoka na goli 2-1 Real Madrid dhidi ya Deportivo Alaves. Na sasa Madrid inafikisha alama 73 nyuma ya vinara Barcelona Mabaka wenye alama 79 na faida mchezo mmoja mkononi. Leo hii kulikuwa na mchezo miwili, Burnley dhidi ya Man City, FC Bournemouth dhidi ya Leeds United. Kwingineko Skola, kama unakumbuka, Leicester City waliochukua ubingwa 2015-16 ile wakashuka daraja kwenda ilikuwa ni wanasema ni kama kipofu aliona mwezi. Yes, kwa sababu walipanda kachukua ubingwa, yes. Wakashuka daraja kwenda Champions. Sasa imeshuka tena kwenda League 1. Itakuja tu kwenye kuchukua kombe. Ikiwa ni miaka 10 baada ya kushinda ligi kusoka England. Leicester walihitaji kuwashinda Hull City ili kujipa nafasi yote ya kunusurika kushuka, lakini wakaishia kupata sare ya 2-2. Inakuwa ni majonzi kweli kwao. Na kwa nini yani performance na mishaanza kuwa kama mchambuzi, kwa nini namna ambavyo timu inavyofanya ndio namna inavyojipatia na kujipunguzia pia mashabiki? Kwa sababu Leicester ilipata mashabiki wengi sana wakati kushinda kombe. Kwa sababu ni kama ilikuja kama wanaita surprise package. Na baadaye wameshuka kama surprise package. Kwa nini msiendelee kuwa support? Kwenye tennis, mchezaji namba 1 wa zamani duniani Venus Williams amepoteza mechi yake ya 10 mfululizo alipochapwa 6-2 6-4 na Caitlin Quevedo kwenye michuano ya Madrid Open. Williams mwenye miaka 45 ndiye mchezaji wa kwanza wa zamani kupoteza mechi 10 mfululizo tokea mwaka 1975. Mkongo huyo alishinda mechi mara ya mwisho Julai mwaka jana dhidi ya Marekani mwenzake Peyton Stims.